yoyote. Mara kwanza tuliona mauti inaelea. Ndio. Ya ajali ikawa ya kwanza, ikawa kwa huyu. Ya pili tuliomba na nyinyi hapa, ikawa kwa yule pale. Hebu iseme wewe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda umepita kidogo. Huwa nafanyia kazi zangu dampo. Siku ile niliamka, ilikuwa siku ya Jumanne, nikateremka kwenda kazini kwangu dampo saa 4. Ile niko kwenye boda, nashtukia boda amesimama ghafla. Kusimama ghafla tayari nikaa nimejipiga, kujipiga kadondoka chini. Kumbe kwa nyuma kuna lori la mchanga linakuja, liko force. Ile tu anafika hivi, driver anasema, "Wewe ulikuwa ni wakufa, una bahati. Hivi umepona kumbe?" Mama wewe umepona. Hongera. Yaani wewe watu wa hivyo tunawakanyaga, tunapita tunaendelea. Huwa tusimame. Kweli shangaa, nikamshukuru Mungu. Dakika hiyo nilikuwa nasema, "Sifi, sitakufa sasa." Hata sijui nilichokuwa nakiongea sasa. Hapo amenipeleka hadi pole yangu ndio ilikuwa sijui hata. Sijawahi kumfanyia Mungu lolote lile. Lakini nashangaa mpaka leo hii nipo. Ile ajali ilikuwa ni kubwa sana. Amina. Kwa kusimulia tu hivi bila kuona nyinyi, nasema ni jambo la kawaida. Lakini walioniona, kama ningekuwa nakunywa soda kama sasa hivi ambavyo nakunywa soda, nafikia hata makreti 20 ningemeza siku hiyo, kwa sababu kila mmoja ilikuwa ongera mamani, ongera bonge, ongera bonge, wengine wanaita mama makosa, ongera ongera. Yaani ilikuwa ni ongera ongera masaa 24. Mimi nilikuwa na tu jambo la kawaida, kumbe ilikuwa ni hatari kubwa sana. Lori nasimamia kwenye kichwa jamani. Lori la mchanga napiga breki. Driver anatoka yani ametamaki, ameswitch. Nyinyi wa hivi leo tunapitia, si tunaendelea na safari zetu. Mshukuru Mungu, naishukuru hii madhabahu sana. Sijawahi kuitendea lolote hili. Ila naishukuru sana. Inanipigisha hatua. Pamoja mimi naenda mbele kidogo na rudi nyuma, lakini yenyewe ipo na mimi tu. Asante. Amen. Pigie Yesu makofi. Ongeza makofi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sogea hivi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona pala speaker hapo Nashindwa hata nisemeje. Wapendwa, ilikuwa tarehe 29 mwezi uliopita. Nilikuwa na mgonjwa ndani baba. Na ninakumbuka tarehe 4 mwezi wa 6 2022 nilinusurika tena na ajali siku ya Jumapili. Tarudisha nyuma kidogo. Nilikuwa na duka la jumla, zilishapotea. Nilitoka kanisani saa 6. Saa 8 nikapiga simu Kisesa. Nilikuwa nachukua unga wa sembe. Nilipompigia akasema mimi nina mifuko 20. Nikamwambia huwa sipendi kununua uliokwisha kobolewa kabla sijaona. Unakuta mwingi umekaa muda mrefu. Akasema kuna jirani yangu. Nikasema basi nakuja. Nikaenda mashine mpya ambayo sijawahi kununua pale Kisesa Kanyama. Nikanunua unga wa sembe. Niliponunua unga wa sembe alikuwa na vijana 3 wakawa wanapakia. Naenda kufanya malipo, akaingia kijana mmoja. Nadhani yule ndiye aliyekuwa ananifuatilia. Nilinunua unga wa 2,208,000. Nikabaki na 1,102,000. Nadhani yule mama na yule kijana walikuwa na mahusiano. Nikamwambia dada, kwa nini uniite hesabie hela huku na umuite kijana? Huwa tuna mashaka. Nilipogundua kitu kama hicho, nilipakia unga kwenye maguta haya mawili. Akatangulia kijana, akapita njia ya Nyashishi kule. Mimi nikapanda Costa kuja Buhongwa. Nimefika Buhongwa kwenye muda wa saa 2. Kumbe nateremka, nadhani yule kijana alinifuatilia. Nashuka tu kwenye gari nivuke barabara, nikapigwa mtama mpaka chini. Mkoba huo nilikuwa nimevaa shingoni, nikimkoba sio kikubwa.
nimevaa suruali ya jinsi na jaketi la jinsi. Nilipigwa kisu, kilichana nini suruali, lakini mkoba sikuachia. Basi bodaboda alipopita na mimi nataka nivuke, bodaboda akanikwaruza, sikuanguka. Si wananivuta, wananifuatilia, nimeshapigwa mtama wa kwanza, nimeondoka. Basi nilipotoka hapo nikaenda kwenye taksi, nikachukua usafiri wa taksi. Nikasema naomba mnipeleke nyumbani, nimenusurika kufa, siwezi kupanda boda tena. Nikapanda nikarudi. Nilipofika nyumbani nikamsimulia baba yaliyotokea. Nikamwambia mimi siku ya Jumapili sitofanya biashara, sitokwenda sokoni, kwa hiyo kumbe ni nadhiri. Na sikio naenda sokoni, nililalamika sana. Na mume alisikitika. Aliniambia kweli ulikuwa umekataa. Nimepiga kwa maboda watatu. Sema nanasi zina bei kubwa na nini. Sasa ndicho alichoambiwa ajaribu kula. Nikasema ngoja nenda wewe mwenyewe, si boda tu atakupeleka urudi. Nikaenda, lakini baadaye alijutia. Nikamuita boda, ilikuwa saa 8 kasoro dakika 20. Tumepita njia ya sawa ya juu mpaka main road, tumeshaingia barabara kubwa. Jamani, lori hili hapa na situ hapo. Nikamwambia kwa uone nani? Huoni lori? Yule walona anajua alishatusaga tayari. Hakukaba breki ya kufanya nini. Ametoka hapo kama mpaka pale. Ndiye akasimama karudi. Kurwa nikamwambia kimbia watakuua. Mama yeye nini? Natetemeka. Vitu sikununua. Driver kashuka. Akasema mama mmepona. Nikamwambia namshukuru Mungu. Natetemeka, siwezi kuongea kitu zaidi ya namshukuru Mungu. Wale vijana walioniona wakamuita mama Hawa. Mama Hawa, njoo kamnunulie matunda. Matunda gani? Nikamwambia matunda unayojua mgonjwa atakula, ninunulie. Siwezi kutembea, siwezi kufanya nini, nina hofu kuliko kawaida. Pamoja na kwamba nilisema namshukuru Mungu. Na kijana alikuwa analalamika, mama sio kawaida yake, mbona amechelewa? Watoto huyu anamjibu kwamba anaomba, yeye anafikiri naomba hela. Kumbe najikabidhi mikononi mwa Mungu. Akalalamika, nikamwambia Kurwa, umeona ulichokuwa lazimisha twende? Nilikuwa nasali, wewe unalalamika. Na sijawahi kukukalisha hata siku moja. Akasema mama nisamee, nifikiri naomba hela, nikaona ni muda. Yule kijana sikio hakufanya kazi. Moyo haukuniuma sana wakati ule. Ila jioni kwenye mida ya saa 2. Uchungu ulinipata nikiwa nafikiria huyu baba anayeumwa na mjukuu. Leo ningekuwa mgeni wa nani? Sikuwafikiria watoto wangu walioko mbali. Na wote hakuna aliyekuwa karibu. Nilikuwa nafikiria mjukuu mdogo ambaye kila kitu analishwa na kataa. Anasema sitaki kula, ukimlisha anatapika. Baba ndio hajiwezi. Lakini baada ya muda baba alipata ujasiri, nadhani aliingia jikoni mwenyewe. Sikuweza kufanya kitu kwa siku ile. Kwa kweli namshukuru Mungu wa madhabahu hii. Baba na mama nawashukuru sana kwa maombi. Jamani, sina chochote cha kuifanyia madhabahu ila Mungu tu ndiye anaye. Mpigie tena Yesu makofi. Sasa twende kwa nani kama sio kwa huyu Yesu? Si huyu Yesu tumtegemee zaidi ili atuokoe sana. Tumtegemee ili atuokoe. Tito 1:2. 1:2. Katika tumaini la uzima wa milele. Katika tumaini la uzima wa milele. Ambao Mungu asiyeweza kusema uongo. Ambaye Mungu asiyeweza kusema uongo. Aliuahidi tangu milele. Aliuahidi tangu milele. Akalifunua neno lake. Akalifunua neno lake. Kwa majira yake. Kwa majira yake. Katika ule ujumbe. Katika ule ujumbe. Uliowekewa amana. Uliowekewa amana. Mimi. Kwa amri ya Mwokozi wetu. Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Sasa inawezekana wewe uko hapa au umeshuhudia, ila kuna mtu pia ana shuhuda yake, inawezekana zaidi, inafanana, wako hapa, mko hapa.